Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota, leo nipo tena hapa tuzungumzie mambo mawili matatu kuhusiana na masuala ya nyota. Leo ningependa tuzungumzie elimu inayohusiana na kuchinja. Kuchinja mnyama kwa maana ya kafara ya mnyama. Katika elimu ya nyota na matibabu kupitia nyota, swala la kuchinja ni swala muhimu sana. Kuchinja mnyama, kuanzia kuku, mbuzi, kondoo, ng'ombe, ni swala muhimu sana, tena sana. Sasa leo ningependa nitoe zawadi kwa wadau wa nyota. Katika uchinjaji kuna namna yake, ili isionekane kwamba wewe umechinja kwa ajili ya sikukuu au kwa ajili ya sherehe. Kama umechinja kwa ajili ya mambo ya nyota na matambiko, basi kuna utaratibu wake ambao ni mzuri sana. Utaratibu huo, ili uweze kupata majibu ya haraka, cha kwanza lazima ufahamu nguvu ya ulimwengu inafanyaje kazi. Kabla hujatoa hizo kafara za kuchinja, lazima ufahamu nguvu ya ulimwengu, universe, inafanya kazi vipi. Nguvu ya ulimwengu inafanya kazi katika mambo makuu manne. Inafanya kazi katika moto, inafanya kazi katika udongo, inafanya kazi katika maji, inafanya kazi katika hewa. Hizi elementi nne ni elementi muhimu sana. Kwanza unapaswa utambue kabla hujafanya kichinjo, ili uweze kutoa kafara yako ya huyo mnyama, lazima ufahamu mambo manne muhimu, ambapo kuna moto, udongo, maji na hewa ama upepo. Hizi elementi nne ni muhimu sana. Sio unachinja tu bila kuandaa mazingira. Ukifahamu hizi elementi nne, inakusaidia wewe kuandaa mazingira ya kufanya kichinjo chako, na utakuwa umechinja sahihi na utapata majibu. Tena ikiwezekana haifiki siku kama hiyo uliyochinja, unapata majibu kama umeandaa mazingira yako vizuri zaidi. Sasa katika kuandaa mazingira, ningekushauri kama unaweza, ukishindwa basi watafute wataalamu waje wa kuandalie au waje wa kutengenezee. Lakini cha kwanza nakufundisha, fanya wewe. Riziki zako zimefunga, unataka mvuto mkubwa hasa wa biashara yako pengine, basi lazima katika mji wako, nyumbani kwako, au hata kama sio nyumbani kwako, mahala popote uwe na sehemu maalum ambayo wewe unaweza ukachinja. Sehemu maalum ambayo wewe unaweza ukachinja, lakini sehemu hiyo inafanyiwa maandalizi. Upate chumba maalum ambacho chumba hicho kisiwe na kitu chochote. Chumba hicho, katikati ya chumba uchimbe shimo la urefu kama wa futi moja, na upana wake huo upana wa kawaida tu. Nikisema upana wa kawaida, yawezekana sijui vipimo sahihi, lakini ukichukulia hizi ndoo za mdomo wa wazi, basi upana kama huo, au upana kama ungo wa kawaida, ungo wa kupepetea. Sasa upana kama huo, shimo liwe na upana huo, halafu urefu kwenda chini iwe kama futi moja. Baada ya kuandaa hilo shimo lako, unapaswa upate kibatari. Nakumbuka miaka zamani tunakuwa hapakuwa na hizo sola, umeme ulikuwa haupo, tulikuwa tunatumia vibatari. Kibatari, unatia mafuta taa mle, alafu unawasha kinawaka. Kibatari, upate kibatari. Upate na utambi mweupe. Utambi kwa maana inaweza kaa kitambaa, hata kama ni utambi wa dukani, sawa tu, lakini uwe mweupe. Upate na glasi ya kuwekea maji ya kunywa, glasi ya kioo, sio ya plastiki, ya kioo. Si unataka kufanya mambo makubwa ya kichinjo, basi upate na glasi ya kioo. Basi baada ya kufanya maandalizi hayo, utapaswa upate na tarasimu muhimu. Sasa tarasimu hiyo ni ngumu kuielezea hapa. Hiyo ni mpaka nikuandalie mimi. Kwa hivyo kama una shida nayo, basi unapata na hiyo tarasimu.
unaweka katika ile shimo lako, unafukua kidogo, unatia katika ile shimo lako, unaweka na kibatari. Kile kibatari utakifukia kwenye lile shimo, lakini kionekane mdomo wake utokeze hivi. Kule panapowashwa moto na waka, mdomo utokeze hivi. Kibatari chote kifukiwe chini, na kule chini ya kibatari ndipo unapoweka hiyo talasimu yako ikiwa na dawa. Unaweka hiyo talasimu yako ikiwa na dawa. Halafu unafukia talasimu na kibatari kinaishia hapa. Kimefukiwa na udongo kinaishia hapa. Kwa maana hapa ndipo unapowashia moto. Halafu hapo hapo kwenye hilo eneo la shimo unaweka hiyo glasi yako, unaiweka ikiwa na maji na asali. Umeweka asali kidogo, umeweka na maji, umekoroga, unaweka hapo. Sasa ndio unamchukua mnyama wako, upate pia na udi. Unachomeka na udi katika hilo shimo. Udi zinakuwa 7, unachomeka katika hilo shimo zikiwa zinawaka. Sasa unamchukua mnyama wako, unatia nia, kama ni kuku, kama ni mbuzi, kama ni ng'ombe, unatia nia. Kwa maana nia hiyo ya yale mafanikio ambayo wewe unayataka. Na kwa siku maalum na kwa saa maalumu. Kazi hii inafaa ifanywe siku hizi 2. Aidha Jumanne au Jumamosi. Jumanne au Jumamosi. Na kuna masaa yake maalum. Jumanne au Jumamosi. Kazi hii ndio unafanya katika siku hizo. Kwa hivyo unatia nia, unamchinja yule mnyama wako kwa nia ulioisema wewe. Ukishamaliza ile damu unapomchinja idondokee katika lile shimo ukiwa umewasha kibatari. Kwa maana kwamba umewasha udi zako, umewasha kibatari chako, kinawaka, kina mafuta taa kabisa. Halafu sasa ndio unamshika mnyama wako. Kama ni kuku, kama ni mbuzi, basi kama ni ng'ombe unatia nia. Ukishatia nia unamchinja, ile damu inadondokea katika lile shimo. Kwa kuwa shimo ni pana, kwa hivyo kibatari hakitaweza kuzimwa na damu. Ile damu itasambaa. Itasambaa na itazama katika ule udongo. Basi unatia nia huku unamchinja yule mnyama wako. Ukishamaliza unamtoa yule mnyama pale, basi yule mnyama anakwenda kushughulikiwa, kama ni kuliwa nyama, kama ni kuchomwa, kama ni kupikwa, vyote sawa tu. Kafara yako imeshafanyika. Kama umeifanya kwa usahihi, kafara hii haitafika siku nyingine. Kama ulifanya Jumamosi, haitafika Jumamosi nyingine unapata jibu. Kama ilikuwa ni Jumanne, haitafika Jumanne nyingine, lazima utakuwa umepata jibu. Kama uliifanya kwa usahihi. Sasa huwezi kufanya mwenyewe, basi unawatafuta wataalamu kama sisi, tunakuja kukutengenezea. Uwe una biashara zako, uwe una mambo yako, uwe una shughuli zako mbalimbali, unataka ule mvuto mkubwa, mtikiso mkubwa, ushindi mkubwa wa mambo yako. Basi ndio unafanya katika mazingira hayo. Unafanya katika mazingira ya namna hiyo. Utakuwa unachinja, ni kweli utakuwa unachinja. Kwa sababu duniani hakuna kitu utafanya mara moja afu kakiacha. Swala hili utakuwa unachinja kila baada ya muda fulani, lakini katika siku hizo hizo. Kama ni Jumamosi, ni Jumamosi. Kama ni Jumanne, ni Jumanne tu. Utakuwa unachinja. Sasa halitakushinda kuchinja. Kama ulianza na kuku, basi halitakushinda, utaweza tu. Kama ulianza na mbuzi, basi halitakushinda, utaweza tu. Lakini angalizo, usije ukafanikiwa ukatia dharau. Usije ukafanikiwa ukatia dharau ukaacha kuchinja. Nikupe angalizo la ukweli. Ukifanikiwa halafu ukatia dharau ukaacha kuchinja, basi dawa hiyo itatafuta yenyewe ichinje nini, lakini kitakuwa kinakuhusu wewe. Hapa ndipo ambapo watu wanakuja kukosea, wanakuja kuona kwamba haya mambo ni mabaya. Ni kwamba ukishaweka utaratibu fulani,
hata katika hali ya kidunia, kwamba umejiwekea utaratibu fulani na mtu fulani, halafu wewe ukavunja ule utaratibu kwa makusudi yako, lazima utapata consequence, lazima, kwa sababu umeuvunja wewe utaratibu. Kwa hivyo hii ni kazi kubwa. Kama unaweza kufanya mwenyewe, basi kama hivyo nilivyokuelekeza, utafika ofisini, nitakupa hiyo tarasimu ukafanye. Lakini kama huwezi, basi unikaribishe katika ofisi yako au katika biashara yako au katika shughuli zako wewe, nije nikutengenezee mazingira. Nikisha kutengenezea hayo mazingira, tutachinja kwa siku ya kwanza, basi siku zinazofuata utakuwa unachinja wewe. Lakini angalizo, usiache kuchinja. Usije ukafanikiwa ukatia dharau. Jambo lolote duniani ukiliwekea dharau linakuadhibu. Lolote. Wewe umeshaambiwa kuchinja kuku au kuchinja mbuzi au ng'ombe, umefanikiwa unatia dharau, basi itakuwa mtihani. Itakuwa mtihani. Na nimefundisha kitu hichi kwa sababu masharti yake ni machache. Vile vyenye masharti makubwa siwezi nikafundisha hapa au nikaelekeza. Itakuwa ni ngumu kwa mtu yeyote kufuata utaratibu. Sharti lake ni hilo, wewe unachinja. Lakini sharti lingine, usiingie katika chumba hicho ukiwa mchafu. Kwa maana ya kwamba umetoka kushiriki tendo la ndoa au zinaa, hujakoga, alafu unaingia kuchinja. Hiyo ni shida. Uingie katika chumba hicho ukiwa msafi, umekoga. Kama ulitoka kufanya zinaa au tendo la ndoa, uwe msafi, umekoga. Sasa ndo siku hiyo, siku ya Jumanne au siku ya Jumamosi, ndo unaingia katika chumba hicho kwa ajili ya kichinjo. Hayo ni masharti mepesi sana. Mepesi sana. Kwa hivyo ni wewe kuzingatia, kuto kuvunja utaratibu. Kwa yule anayetaka mambo makubwa katika biashara zake, katika mambo yake, basi ukishachinja kwa siku ile, kile kibatari usikizime, kiache kinawaka hivyo hivyo. Kitazima chenyewe kwa muda wake. Na ile glasi ya maji uliyoweka, usishangae siku nyingine ukaja kuingia ukakuta kwamba maji hakuna au yamebaki nusu. Usishangae. Ukakuta maji hakuna au yamebaki nusu. Usishangae siku nyingine unapoingia kwa ajili ya kufanya kichinjo. Na unapokuja tena kwa mara nyingine kufanya kichinjo, ukikuta maji yameisha, basi hivyo hivyo unatia asali kama vijiko 3, na ile glasi unaijaza maji. Unakoroga mchanganyiko wa asali na maji. Unawasha udi zako 7. Unawasha kile kibatari, unamshika mnyama wako, unatia nia. Ukisha tia nia, unamchinja. Ndugu yangu, jaribu kufanya hivyo, uwasiliane na mimi nikupatie talasimu hiyo, halafu ufanye hivyo kama wewe unaweza. Ukifanya hivyo kwa muda wa wiki 4, nikiwa na maana mwezi mmoja, hujapata hayo mafanikio unayoyatamani au hayajafunguka hayo mambo unayoyatamani, basi utakuja ushangae. Jaribu kufanya hivyo. Unaweza kufanya, fanya. Huwezi, basi tukaribishe ofisini tuje tukutengenezee sehemu. Sisi tunaita sehemu maalumu ya kuchinjia au ya kufanyia tambiko. Sehemu maalumu ya kuchinjia au ya kufanyia tambiko. Huu uchawi waliutumia watu wa kale, ama elimu hiyo walitumia watu wa kale. Siku hizi mna mishumaa, sijui kuna mambo mengi, lakini walikuwa wanatumia kibatari. Swala sio mshumaa wala kibatari. Swala ni upate moto unaowaka. Moto. Kwa hivyo pale umechukua elementi ngapi? 4. Umechukua, kuna udongo ambao umefukia hicho kibatari. Kuna moto unaowaka kwenye hicho kibatari. Kuna hewa inayozunguka hapo. Kuna maji uliyoweka kwenye glasi. Elementi 4 zimeshafanya nini? Zimeshatimia. Udongo ambao wewe umefukia hicho kibatari. Moto ambao huo unawaka katika hicho kibatari. Hewa ni hiyo inayozunguka hapo. Maji ni hiyo glasi uliyoweka hapo. Kwa hiyo hapo umekusanya malaika wote, majini wote. Umewakusanyia hapo kwa ajili ya kufanya kichinjo, na mizimu yote. Sasa ni wewe kutia nia na kuheshimu ile sehemu, kuto kuifanyia mzaha. Usiingie katika chumba hicho kama
wewe hauko vizuri, yani umetoka kulala na mwanamke hujaoga, usiingie katika chumba hicho, ni mpaka uoge. Lakini pia ukifanikiwa, acha dharau. Acha dharau. Dharau zina madhara makubwa sana. Ukaona umeshafanikiwa, sasa ukapuuza kwamba mimi siwezi kufanya hivyo. Utaniuliza kwamba sasa nikisahau itakuwaje? Hutasahau, ila utafanya dharau kwa akili yako wewe mwenyewe, huwezi kusahau. Ukisahau, wao wanakukumbusha wenyewe. Muda ukikaribia, utakuwa unakumbushwa wewe mwenyewe. Sasa inabaki maamuzi yako wewe binafsi, kutekeleza ama kutokutekeleza. Na kama imetokea kwamba umeshatosheka, sasa unataka uvunje yale makubaliano kwamba umeshatosheka, basi hapo inabidi umuone mtaalamu akuelekeze namna ya kuvunja yale makubaliano. Au kwa wale ambao nitaenda kuwatengenezea, basi nitawapa na maelekezo namna ya kuvunja yale makubaliano, ili kwamba wasiendelee kuja wale viumbe pale, wasiendelee kuja pale ulipochimbia kibatari, ili muachane salama, kwamba wewe baki na maisha yako, uendelee na hali yako, na wao waendelee na maisha yao. Iko namna ya kuachana nao, kuliko kuacha kwa utovu wa adabu, kwamba ukaamua tu kutokuchinja wakati umeshafanikiwa, pesa unayo. Mtihani wake ni mkubwa. Hilo ni onyo, lazima nikwambie, nisije nikakudanganya kwamba nikushauri utengeneze au uje uchukue hiyo talasimu nikuuzie, maana yake na malipo, au nije nitengeneze mimi pia kuna malipo, halafu nikutengenezee kitu au nikushauri ushauri ambao wewe utakuja kukupa shida. Lazima nikwambie ukweli kwamba ukishaona umefanikiwa halafu ukadharau, ukaacha kuchinja, matokeo ni mabaya. Ila kama umechoka, unataka kuachana nao hao viumbe wenye nguvu ya maji, wenye nguvu ya moto, wenye nguvu ya udongo, wenye nguvu ya upepo, unataka kuachana nao, basi uko utaratibu wa kuachana nao kwa salama. Sasa kwa yule ambaye nitakwenda kumtengenezea, basi nitampa utaratibu huo, na kwa huyo ambaye atafata talasimu hiyo ili akatengeneze mwenyewe, naye pia nitampa utaratibu huo, kwamba ikitokea sasa umeshafanikiwa vya kutosha, unataka kuachana nao hawa viumbe, basi utaratibu wake ni hivi na hivi na hivi na hivi. Hicho chumba kitabaki salama, kitatumika na kwa matumizi mengine bila shida yoyote. Asanteni sana ndugu zangu, nimeamua nitoe hii kwa kuweza kuwasaidia watu kwamba mimi napenda ufanye wewe kwanza, kabla hujaja na imani yako kwamba mimi nitakutapeli. Kwanza ufanye wewe. Sasa talasimu siwezi nikaifundisha hapa kwa sababu hii sio imetoka kwenye vitabu unavyovijua wewe. Hii haijatoka kwenye vitabu unavyovijua wewe. Sasa siwezi nikafundisha hapa. Unaweza kufanya mwenyewe, uifuate talasimu, ila nitakuuzia. Lakini uwezi unataka nije nikufanyie, basi ukinitafuta nitakutajia gharama, nitakuja kukutengenezea, lakini uwe na chumba maalumu cha kufanya vichinjo. Uwe na chumba maalumu. Sio huko nyumba ya kupanga nije nikutengenezee, itakuwa mtihani. Au unataka kutengeneza huko nyumba ya kupanga. Sawa, inawezekana huko nyumba ya kupanga, lakini una chumba chako kingine maalum ambacho ni mali yako wewe, pengine umejenga sehemu nyingine. Haya mambo ni ya watu wakubwa kidogo. Kwa hiyo kama wewe uko katika mazingira ya nyumba ya kupanga, inaweza kama mtihani. Haya ni mambo ya watu wenye kuhitaji mambo makubwa. Na pale unaweza ukaongea vitu vingi, sio tu kwa ajili ya mvuto wa biashara zako. Kwa yule nitakayemtengenezea au nitakayempa talasimu, kuna mambo nitamwambia. Hata adui yako anakusumbua, unaweza ukasema hapo. Adui yako anakusumbua, una uhakika kabisa huyu ni adui yangu ananisumbua, utasema hapo. Ila tu usimuonee mtu. Basi ndugu zanguni, hayo ndo masuala yanayohusiana na kuchinja. Sio kuchinja tu hovyo bila kujua hizi nguvu nne unazikusanya vipi, ili wale viumbe wote wa hizo nguvu nne waweze kuhudhuria hapo. Kuwe na balance ya viumbe wote. Kuwe na balance ya viumbe wote, kwa sababu kila mtu ana aina ya viumbe ambao wapo karibu zaidi kumsaidia. Kuna mtu kulingana na nyota yake,
viumbe wa udongo wanamsaidia haraka zaidi. Kuna mtu kulingana na nyota yake viumbe wa maji wanamsaidia kwa haraka zaidi. Kuna mtu kulingana na nyota yake viumbe wa upepo wanamsaidia kwa haraka zaidi. Kuna mtu kulingana na nyota yake viumbe wa moto wanamsaidia kwa haraka zaidi. Sasa viumbe wote hawa wanne wote wanataka vichinjo. Wote wanataka vichinjo. Sasa hii unafanya bila kujali wewe ni nyota gani. Alimradi ufate utaratibu huo bila kujali wewe ni nyota gani. Na baada ya hapo hizi siku zote za katikati kwamba kabla hujafanya kwa mara nyingine tena, wewe unakuwa huru na maisha yako yote. Hakuna masharti mengine. Sijui ule nini usile nini, wewe kula utakachokula, fanya utakachofanya. Lakini ikifika siku ya kuchinja ukachinje na uwe msafi. Sharti lake ndio hilo. Ukitaka kuachana nao kuna utaratibu wake. Kwa hivyo sasa nahitaji watu wenye roho, wenye moyo na roho. Sio tu wenye pesa. Maana mwingine ana hela kuja kununua hita la simu lakini anataka afanye uzembe. Nahitaji watu wenye uhitaji na wenye moyo wa kutekeleza hivyo. Sio nije nikutengenezee halafu baadaye uje utelekeze. Itakuja kuwa shida kwako na italeta shida kwangu. Utakaporudi nitashindwa kukusaidia. Basi ndugu zangu, hizo ndo habari zinazohusiana na kuchinja. Ili kwamba isionekane wewe umechinja kwa ajili ya sikukuu. Basi utaratibu wa kuchinja huwa huko hivyo. Hatuchinji tu ovyo, kuna utaratibu maalum. Kuchinja ni message. Sasa lazima uandae hayo mazingira ili kuwapa message hao viumbe. Sio unachinja tu kama sikukuu. Ukisema kuchinja, mbona machinjio watu wanachinja kila siku? Ila kuna utaratibu wa kuchinja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.